Usisahau kulike, kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele. Abu Imran Online TV, karibu. Kubalie funga zetu zote tulizozifunga, lakini pia visimamo vyetu na dua zetu, lakini pia Allah tabaraka wa taala atujalie tuwe ni katika wale ambao wataachwa huru kutokana na moto wa Jahannam. Na mwisho Allah subhanahu wa taala atupe mwisho mwema. Kuna watu yaweza kuwa furaha yao pia ni kuondoka kwa Ramadhani. Haya ni makosa ndugu zangu katika imani. Muislamu wa kweli usifurahie kuondoka kwa Ramadhani, bali inatakiwa ulilie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Je, yale niliyoyafanya yamekubaliwa? Nimekaa na njaa siku 30 zote hizo, je, zile funga zangu zimekubaliwa? Lazima mwanadamu ujiulize katika haya, na lazima ulete istighfari sana na kumuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengine kuna mahala ulikosea, hujui ibada zako zitakuwaje. Kwa hivyo tumuombe Allah Subhanahu wa Ta'ala atupe taufiki ya kufanya hivyo ndugu zangu katika imani. Lakini pia ndugu zangu, Eid wanasema wenye kusema laisa al-Eid liman labisa al-jadid, laisa al-Eid liman tabakhara bil-ud, wa laisa al-Eid bir-rukubi wa ghairi dhalik. Ndugu zangu, Eid si kuvaa mavazi mapya tu, Eid sio kujitia manukato tu, Eid sio kuvaa kwenda sehemu mbalimbali kupanda magari mazuri mazuri, hapana. Wanazuoni wakasema walakinna al-Eid, lakini Eid ya kweli ndugu zangu katika imani ni kwa yule ambaye toha yake imezidi ule ucha Mungu, ama lengo la ile Ramadhani ambayo imesababisha kupatikana kwa Eid, ule ucha Mungu. Eid ni kwa yule ambaye imezidi ucha Mungu wake katika moyo wake na akafanikiwa katika hilo. Eid ni kwa yule ambaye liman khafa alwaid. Eid ni kwa yule mtu ambaye anaiogopa siku ambayo watu watakusanywa, mfano tulivyokusanyika kama hivi, lakini mfano huu ni mdogo sana ndugu zangu. Siku ambayo watu watasimamishwa mbele ya Allah tabaraka wa taala, yauma yaqumu nasu lirabbil alamin, siku ambayo watu watasimamishwa mbele ya Muumba alladhi qala Allah tabaraka wa taala, siku ambayo alisema Mwenyezi Mungu jalla jalalu, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, iogopeni sana siku ambayo mtarejeshwa kwa Allah tabaraka wa taala, thumma tuwaffa kullu nafsin bima kasabat wa hum la yudhlamun, kila nafsi italipwa kile ilichokifanya na hakuna atakayedhulumiwa. Ndugu zangu katika imani, ni lazima tuiogope sana siku hiyo, kwa sababu siku hiyo ni nzito sana ndugu zangu katika imani. Rasulullah sallallahu alayhi wasallam siku moja alikuwa amekaa na masahaba radhiallahu anhu, akawa mtume sallallahu alayhi wasallam anaonekana hana furaha. Masahaba radhiallahu anhum wakamuuliza mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, lakini mtume aliwajibu katika hadithi inayosema kaifa an'amu wa sahibul qarni kadiltaqama alqarna wastama aludhna fayanfukhu, vipi nitakuwa na furaha wakati yule mwenye karni tayari ameshaliweka karni katika mdomo wake, anasubiri kupewa amri kutoka kwa Allah jalla jalalu, anasubiria apewe amri kwamba puliza hiyo karni. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anawaambia masahaba maneno haya, kaanna hadha thaqulat ala ashabi rasulillah. Hili likawa zito kwa masahaba radhiallahu anhum. Baada ya kusema mtume maneno hayo, na mtume akawapoza akawaambia, msijali, mtegemeeni Allah subhanahu wa ta'ala, Mwenyezi Mungu anatutosheleza. Lakini masahaba wakawa wamemuuliza mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wama hiya alqarni ya Rasulullah, hiyo karni ni kitu gani? Mtume akamwambia hiyo ni sur, yani ni paragumu lile ambalo yule malaika Israfil ambaye ndiyo muwakil binafkhi atakayewakilishwa na kupuliza hilo paragumu. Hilo paragumu ndilo ambalo linaitwa karni na ndiyo suri, na yeye tayari ameshaliweka mdomoni akisubiria amri kutoka kwa Allah jalla jalaluhu. Ndugu zangu katika imani, maswahaba walikuwa wanaogopa sana, lakini wanazuoni wenzetu ndugu zangu katika imani
wakasema hii karni ama kupulizwa kwa baragumu kutakuwa 3 marat, kutakupulizwa mara 3. Karni hii ndugu zangu katika iman itapulizwa mara 3 kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala katika moja ya aya zake, lakini pia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Mara ya kwanza ndugu zangu katika iman sayakunu nafkhatu al-ula biqawlihi tabaraka wa ta'ala ya ayuha an-nas ittaqu rabbakum alladhi ittaqu rabbakum inna zalzalata as-sa'ati shay'un 'azim yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tadau kullu hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adhab Allahi shadid. Ndugu zangu wanazuoni wakasema hii karni ama paragumu hili litapulizwa kwa mara ya kwanza kabisa, litapulizwa kila kilichobeba ujauzito utatoka. Lakini pia Allah subhanahu wa ta'ala akasema kila yule mwenye mtoto anayenyonyesha atamkimbia mwanaye na kumwacha na kukimbilia pasipoeleweka, pasipojulikana. Ndugu zangu, min shiddati, kutokana na nini? Min shiddati nafhi, kutokana na ile shida ya ile paragumu ilopulizwa. Ndugu zangu katika imani, huu ndo mpulizo ambao Allah subhanahu wa ta'ala anasema itapulizwa hapa, kila kitu kitaacha. Hapo ndo watu watachanganyikiwa. Ndio Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika aya nyingine, yauma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Hii ndio siku ambayo mtu atamkimbia ndugu yake, atamkimbia mzazi wake, atamkimbia mtoto. Kila mtu atakuwa anakimbia. Kwa sababu ya nini? Ya hiyo karni. Ndugu zangu katika imani, hiyo ni mara an-nafkhatul ula. Lakini an-nafkhatu thani, wanazuoni wakasema an-nafkhatu thani itapulizwa pale Mwenyezi Mungu jalla jalalu aliposema wanufikha fi sur fasaika man fi samawati wal ardh. Litapulizwa baragumu, vyote vilivyomo ardhini, vilivyomo mbinguni, fasaika man fi samawati wa man fi al-ardh, vyote vitaondoka, vilivyomo katika mbingu na ardhini, vyote vitaondoka. Viumbe vyote vinavyoonekana, milima, majabali, kila kitu ndugu zangu katika imani kitaondoka, illa masha Allah, isipokuwa wale atakaowataka Allah subhanahu wa ta'ala wabakie. Hii ni mpulizo wa mara ya pili. Lakini pia hata hawa ambao watabakia ndugu zangu katika imani, Allah subhanahu wa ta'ala baadaye itabidi na wenyewe waondoke. Atabakia Allah tabaraka wa taala peke yake, al-wahidil qahhar, mmoja tu mwenye ushindi, mwenye kuteza nguvu, yeye ndo atabakia ndugu zangu katika imani. Na hapa wanazuoni wanasema Allah subhanahu wa taala atauliza maswali, aina al-jabbarun aina al-mulukul ardi, wako wapi wale walikuwa wanajifanya majabari, wale superpower wanaojifanya wao ndio wanaimiliki dunia hii, wanajifanya wao ndio kila kitu katika dunia hii, bila wao mambo hayaendi. Wale superpower, hakuna cha Marekani, Uingereza wala wapi. Allah subhanahu wa ta'ala anauliza, hakuna majibu yanayotoka ndugu zangu katika, kila kitu kimeondoka chenye uhai, kimeondoka ndugu zangu katika imani. Majibu atayatoa mwenyewe Allah jalla jalalu, atasema lillahi alwahidil qahhar, ufalme na utukufu na ujabari ni wa Allah jalla jalalu peke yake, aliyekuwa mshindi na mmoja ambaye hajazaa wala hajazaliwa ndugu zangu katika imani. Hapa ndipo mpulizo wa pili ndugu zangu utapulizwa. Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'ani anatuonyesha aya hizi zito ili mradi sisi tupate ibra na tupate kujua nini kitakuja baadaye ndugu zangu katika imani. Maisha duniani tunapita, lakini kuna hizi habari tutazikuta ndugu zangu katika imani, tutazikuta na hakuna shaka juu ya hilo. Innama tuaduna la sadiq, tunayoahidiwa ndugu zangu ni kweli. Adhab, furaha, maisha mazuri ni kweli. Allah asemi uongo, wala Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam asemi uongo. Wallahu tabaraka wa taala yaqul wa biqawlihi yatadil mutadun fa idha qara'ta al-Qur'ana fasta'id billahi minash shaitanir rajim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba. Usisahau kulike, kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele.
Abu Imran Online TV. Karibu.